Duniani ziko kalenda mbili kubwa. Zipo na kalenda ndogo ndogo, lakini zipo kalenda kubwa duniani, kalenda mbili. Iko kalenda ya Kiislamu na kalenda ya Kiislamu inaitwa Al-Hijriya, na iko kalenda ya Kikristo. Kiislamu kalenda ya Kikristo inaitwa Miladia, na ikiandikwa mwisho pataandikwa herufi ya Kiarabu ya mim, ama Kiswahili itaandikwa herufi ya M kuonesha hii ni kalenda ya Kikristo. Kiislamu mwisho pataandikwa herufi ya he, sio he, ama itaandikwa h kuonyeshwa hii ni kalenda ya Kiislamu. Na kalenda zote hizi zina historia ya kuwako kwake. Ilikuwa nini nyuma kukafanyika kalenda hizi? Ama hakuna duniani kalenda ya Kiarabu na hakuna duniani kalenda ya Kizungu. Ziko kalenda ndogo ndogo, lakini katika kalenda kubwa duniani iko ya Kiislamu na iko ya Kikristo. Haiko kalenda ya Kiarabu na wala haiko kalenda ya Kizungu. Iko kalenda ya Kiislamu na kalenda ya Kikristo. Kalenda ya Kiislamu ni Hijiria, bimaana kalenda hii imeanza kutumiwa wakati Mtume sallallahu alaihi wasallama na maswahaba zake wanahama kutoka Maka kwenda Madina. Ndipo kalenda ya Kiislamu imeanza kuhesabiwa hapo, na ndio maana inaitwa Hijiria. Hijiria, hijira, kuhama. Hapo ndipo Waislamu walipoanza kuhesabu kalenda yao hii ya Kiislamu. Ilikuwa ni kalenda inayotokana na tukio la kuhama Mtume sallallahu alaihi wasallama kutoka Maka kwenda Madina. Bahati mbaya kalenda hii ya Kiislamu haieleweki, haijulikani. Leo jambo Tanzania, shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam anaulizwa na mtangazaji wa TBC1 Marin Hassan, anamwambia shekhe, lakini kwanza Waislamu walihama kwenda Uhabeshi, kwa nini tarehe haikuanza kuhesabiwa Uhabeshi ikahesabiwa Madina? Jibu lililotoka kwa shehe wa mkoa wa Dar es Salaam, nilikuwa natafuta uvungu wa meza nitakaoenea nijifiche. Manake ingawa hawanioni, lakini nilihisi aibu. Haijulikani. Si kwa Waislamu wa kawaida. Mashehe wa hadhi ya shehe wa mkoa wa Dar es Salaam hajui Islamic calendar. Kwa hiyo ni tukio la hijra ni tukio kubwa, tukio kubwa. Ukubwa wake ndilo tukio lililoanzisha msingi
wa Uislamu kusimama kama dola ya Kiislamu, Daulatul Islamia. Maka Waislamu walikuwa wakitawaliwa na makafiri, walikuwa hawana nguvu, na zaidi ya kutokuwa na nguvu, walikuwa ni Waislamu wanasimama kama Muislamu mmoja mmoja. Hawakuwa na ile unity ya Uislamu. Kila Muislamu alikuwa mahala pake, walikuwa wameachana, na katika muachano walikuwa hawana nguvu, wakitawaliwa, wakiteswa, wakidhalilishwa. Madhila yamewakuta Maka. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupunguza yale machungu ya mateso akawaambia, nendeni Habesh, nendeni Abisinia, kule yuko mtawala ana huruma, atakupeni hifadhi. Waislamu wakiongozwa na Jafar ibn Abu Muttalib wakaenda Uhabesh. Zikaja salamu huku Maka, mateso yamekwisha, mnaweza kurudi. Waliporudi wakakuta mateso makubwa zaidi kuliko ya mwanzo, wakarudi tena Uhabesh. Hijra ya Habesh imefanywa mara mbili. Wakiwa Uhabesh mara ya pili, wakaambiwa mateso huku sasa yamekwisha, wakarudi tena Maka. Wamerudi Maka, wakakuta mateso sasa ni mara mbili kabla ya hijra ya mwanzo na hijra ya pili ya Uhabesh. Sasa si mateso tu, lakini ni social boycott. Waislamu wametengwa, wamepelekwa katika kiunga cha jangwani kinaitwa Shibri Abu Talib. Wametengwa kule Shibri Abu Talib, wasiuziwe, wasiuze, wasipewe chakula, wasipewe maji, wasisalimiwe, wasiulizwe chochote. Na walikaa katika hali hiyo miaka 3. Maswahaba wengi katika Shibri Abu Talib walikufa kwa njaa, na makafiri wa Maka wanalinda nani anawapelekea chakula. Kila aliyethubutu kuwapelekea chakula walimuua. Wametengwa wale. Kukapatikana watu wachache wakitoroka wakipeleka chakula kidogo. Miaka 3. Mwanafikra wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, Azaveli Rwaitama, katika moja ya mijadala yake ya television, Palestina alieleza kama ni gereza lenye sura ya nchi. Ukiwa Butimba ule ukuta ndo magereza. Sasa Palestina wako magereza. Tatizo tu ni kwamba magereza yao ni ile nchi yao yote, wako magereza. Si unaielewa hiyo eh? Wasiuziwe, wasipewe chakula, wasitibiwe, wasifanye chochote. Mpaka wa Palestina wenyewe wanachimba mahandaki ya chini kilomita nyingi sana kutoka Misri mpaka Gaza. Mahandaki yale ni ya kupitisha ngano, kupitisha sukari, walau wale kupitisha maji ya kunywa. Na ndio hayo Mwisraeli anayabomoa. Waliishi hivyo kwa kipindi kirefu sana. Kwa Palestina mlo mmoja ni kanuni ya maisha, it's the order of the day. Ama mlo mmoja siku 3. Na bado wana mvua ya mabomu. Baada ya tukio lile la Shibri Abu Talib, Mtume sallallahu alaihi wasallam alialikwa Madina.
watu wakitoka Madina kwenda Maka wanasikiliza darasa zake, wakirudi wanawaambia wenzao wanasilimu, kuona ile dhiki ya Waislamu Maka, na wao ni Waislamu wa Madina, waliwaalika Waislamu wa Maka kuhamia Madina. Lakini kabla ya kwenda, Mtume SAW akafanya mikataba miwili, mkataba wa kwanza wa Akaba na mkataba wa pili wa Akaba, na mikataba yote ilikuwa tunahamia vipi.